Nilimpoteza rafiki yangu na kama mnavyojua tumempoteza kigogo Diblo Kaberia. Mwenzangu Diblo Kaberia alituaga asubuhi ya kuamkia jana. Na rafiki yangu alikufa sababu ya mateso. Ya bana, inakuwa vipi mwana The Swahili TV na Habari 254 TV, achia mbali Bonga TV Media. Ujambo na karibu kwenye makala hizi. Mara nyingi nimekuwa nikifuatilia kwa karibu zaidi hii issue ya kifo cha Diblo wa Kaberia. Sasa mara nyingi alikuwa anajiita El Mago, yani sosara wa mchezo wa mpira wa miguu. Sasa kuna issue nyingi ambazo zimekuwa zikiongelelewa kwenye mtandao wa kijamii. Ile issue nzima ya mwanahabari ambaye anapiga mishe zake pale Radio 47 ambaye anajulikana kama Rocho kutoa lawama kibao akidai ya kuwa mwajiri wa El Mago alikuwa anamdhulumu. Sasa wakati huu kuna fresh details ambazo zimejitokeza na sijui hizi zitakuaje, kwa maana ukiangalia vizuri unapata kama dhulma katika sehemu ya kufanya kazi ni mambo ambayo huwa hayafai. Unaweza pata kama kuna wakati fulani mshahara unacheleweshwa ama mtu kufanya kazi katika mazingira ambayo si rafiki. Wakati fulani pia unapata kama mtu anafanywa figisu kazini. Lakini issue ya El Mago inaonekana alikuwa anashurutishwa kufanya kazi hata ingawa jamaa alikuwa ni mgonjwa. Sasa kuna video moja ambayo imekuwa posted kwenye mtandao wa kijamii na inatembea kwa kasi zaidi, El Mago akijaribu kufosifosi mambo yawe sawa zaidi, lakini ukiangalia vizuri unapata kama jamaa alikuwa ni mgonjwa. Na sasa sijui kama alijaribu kuwajuza waajiri wake na wakakataa kumpatia leave ndi angalau aenda apate matibabu, ama alikuwa anajaribu tu kuhakisha kuwa amewajibika yeye kama mfanyikazi pale Radio Jambo. Diaz tisha watu na chenga za mwili kule Brem Diaz. Lisa Junior Giza mpaka tena kwa sana kule, lakini yuko macho sana kule mchezaji Gerard Martin. Kumbuka kwa watu ambao ni watu wa form, ni watu wa maana sana, leo lazima mkule pesa mpaka mchoke. Kwa kubonyeza star 889 ash. Mambo yuko sawa. Sasa hii ilikuwa El Clasico match kati ya Barcelona na Real Madrid tarehe 10 Mei. Sasa hapa inaonekana ma alikuwa hayuko katika hali ambayo ni nzuri kiafya, kwa maana alikuwa anatangaza mpira na vile alikuwa anakohoa. Sasa ni video ambayo imekuwa posted kwenye mtandao wa kijamii na jamaa fulani ambaye anajulikana kama Olijorach. Akaandika hapa akasema, after watching this video, people who condemned Fred Arocho for calling out Radio Jambo and its management after Diblo Kaberia's death should apologize. Yani yeye anasema kuwa baada kutizama hii video, wale ambao walikuwa namshutumu Arocho kwa kudai ya kuwa El Mago alikuwa anafanywa figisu kazini na kudhulumiwa na mwajiri wake, inafaa wamuombe msamaha Arocho. Sasa akaendelea kusema hivi, in the video Diblo Kaberia is doing live commentary of El Clasico match between Barcelona and Real Madrid on 10th May, just few days, if not hours, before his death. You can clearly see him coughing constantly and struggling. He looks weak and unwell. Why were they forcing someone who was that sick to do such a hard and demanding job? Unajua ile hali ya kufanya commentary ya mchezo wa mpira wa miguu ama ndinga, inamaanisha kuwa utakuwa unahusisha koo yako ama macho pia,
kichwa, mguu, yani viungo vyote vya mwili, na vile vile inahitaji ile hali ya mtu kufikiria na vile vile kuwa na nguvu zaidi ya kuongea, kwa maana itakuwa inahusisha mtu kufanya commentary kwa takriban dakika 90 na kuenda mbele. Sasa kwenye video hii Diblo wa Kaberia anaonekana kama ana struggle kuongea na vile vile kufanya commentary ya mchezo wa mpira wa miguu. Sasa jamaa huyu ambaye ameposti video hii anadai ya kuwa ni tarehe 10 Mei, yani January, February, April, May, yani mwezi wa 4 ndio kabla ya siku kadhaa jamaa huyu kupoteza maisha, yani ile hali ya kuregesha vyombo kwa Muumba. Sasa sijui we unajihisije, kwa maana pale kwenye video ambazo zilikuwa zinatembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii, Arocho alikuwa anaongea kuhusu ishu nzima, lakini hakuweka wazi jinsi Elmago Diblo wa Kaberia alidhulumiwa na mwajiri wake. Sasa baadaye kuna meneja wa Radio Jambo ambaye anajulikana kama Gidi, pia aliwahi toa video fulani akijaribu kumkashifu Arocho, akiwaambia watu, si niliwaambia huu jamani dropout ndio, ama school dropout, na ni sababu zipi ambazo zilimpelekea kutomchukua Diblo wa Kaberia alafu aende ampe kazi kule anakofanya kazi. Mwambie huu jamani dropout. Sasa hizo nini tunasema na jamaa ameenda zake. Kama ulikuwa unampenda, singemtafutia kazi huko mali huko. Hapo kama. Hiyo nini unaandika kwa mtandao na tuambia sijui watu wasikuje matuishi sijui nini. Huyu jamaa hata sijui kwa nini namjibu. Surely. Is that even right? Unatumia kifo cha mtu kujifurahisha kwa mtandao ati ndio sasa upate mafollowing na ujinga kama hizo. With all due respect. Surely. Drop out. Sasa ukiangalia vizuri unapata kama kuna ile hali ya usimamizi wa Radio Jambo wanasuasua kuhusu ishu nzima ya Diblo wa Kaberia kufanyiwa figisu na vile vile kudhulumiwa katika sehemu yake ya kazi, kwa ajili hawataki kuweka wazi kile ambacho kilikuwa kinamfanyikia jamaa huyu. Sasa niliona video ambayo ilikuwa posted na Arocho akisema kuwa kuna zile mikakati ambazo wameweka kuhakikisha kuwa mambo yamekuwa sawa katika maziko ya Diblo wa Kaberia, alafu vile vile pia akasema kuwa kuna mwanawe ambaye anafanya kozi ya NES kule Karatina ndio, na ule mchango ambao ameshafanyiwa tayari kuhakikisha kuwa amemaliza hiyo kozi. Alafu vile vile Arocho pia akasema kuwa kuna pay bill number ambapo nitaiweka hapa chini ndio angalau tupate kumchangia bingwa huyu ambaye alitufurahisha, na vile vile alihakikisha kuwa mambo yamekuwa sawa katika uwanja wa mchezo wa mpira wa miguu, ile hali ya kutuletea taswira kamili ya kile ambacho kinafanyika katika viwanja tofauti dunia nzima mchezo wa mpira wa miguu. Nilimpoteza rafiki yangu na kama mnavyojua tumempoteza kigogo Diblo Kaberia ambaye alikuwa mtangazaji shupavu. Na juzi hapa katika Radio 47 na vile vile TV 47 katika kipindi cha 90+ niliwakashifu watu ambao wamemsumbua na kumkalifisha rafiki yangu. Sikuwa nasema hayo labda kumtisha yeyote ama kumfukuza yeyote. Maanake wakati wa huzuni tunamtaji kila mtu. Na nawaomba jamani tuweni na amani wakati tunapompumzisha rafiki yangu. Na kuna pay bill ambayo imetolewa. Hii pay bill ni ya familia, sio ya mtu yeyote. Tafadhali tuchangie kama Wakenya kumrahisishia rafiki yangu safari yake ya mwisho. Kelele nilipiga hapa wiki moja. Na Mungu amefanya mambo yake. Namrudishia subhana shukran. Maanake nilisema kwamba rafiki yangu ameteseka sana katika miaka 17 ambaye amekuwa mtangazaji. Kuna jamaa, a mutual friend, ambaye alinitumia shilingi 216,000 216,000. Alinipigia simu akaniuliza, Arocho, nimesikia tu ambaye umesema Kaberia ana wana wangapi? Kaberia ana watoto 3. Mmoja mkubwa mwanamume ni mwanafunzi katika chuo cha katika Karatina University. Na anafanya nursing. Ananiambia, Arocho, give me the bill. Wewe jamani, kampa bill ya 216,000.
kila mwezi, kila semester ni 36,000, amebakisha 6 semesters. Ukipiga hiyo ni 216. Nikamwambia baba, bili yake ya shule ni 216. Ndani ya kaltas. So kelele yangu haikuwa ya kumkashifu yeyote, na yule ambaye alikwazwa na muomba anisame, lakini ilikuwa tu ni kuweza kuleta hamasa kwamba kuna jambo ambalo ama hali halisi. Hali halisi. Unamjua Diblo atakushinda wafanyikazi wenzake? Hapo sitasema. Mimi Diblo namfahamu sana. Diblo nimekaa naye kwa miaka 16 sasa. 17. Diblo ndo alikaribisha kwenye redio. Yeye ndiye alinifunza kazi ya utangazaji. Alright. So he is a friend. Tunacheza naye katika timu ya Tusker wazee. Ndio. Tuko naye katika SJAC. Ndio. Sports Journalist Association ya Kenya. Na tunacheza naye katika timu ya wanahabari. So Diblo hata baada ya kuweza kutoka kule kwingineko tumekuwa karibu sana. Kwa sababu sisi ni marafiki, tumekuwa mandugu. Watoto wake wananijua hivi moja kwa moja. Wananiita Arocho, wananiita Anko. So hiyo ndio ilikuwa inanigusa. Shida yangu ilikuwa ni hawa watoto. Maana tungefanya mazishi tutasahau familia. Lakini namshukuru Mungu. The firstborn Karatina University ametenda paid paka amemaliza. Na huyo jamaa ameniambia, Rocho, I want to remain anonymous. Okay, hastaki ujulikane. Mzuri huyo. Ametoa na mkono wa baraka. Na naomba jamani, wale ambao waliona ni kama nilitishia watu wasije kule Meru, mimi naomba sote tufike, tumsindikize rafiki yangu. Please don't misquote me. Naomba pia basi rafiki yako pia angefanya vile unavyofanya. Rafiki yangu yupi? Tafadhali usini. Sasa Rocho anasema kuwa ndio mazishi yake itafanyika tarehe 6 mwezi ujao. Na hapo mwanzoni kuna video moja ambayo ilitembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii, pia Rocho akiwapa onyo wale ambao walimdhulumu Elmago, ndio Diblo wa Kaberia, wasifike katika mazishi. Lakini baadaye pia akatoa tena statement akisema kuwa bana, inafaa tumpe heshima zake bingwa huyo ambaye alitufurahisha zaidi katika mchezo wa mpira wa miguu. Kwa maana Arocho alikuwa anasema kuwa Diblo wa Kaberia ni mmoja wa wale ambao walimshika mkono pale ambapo alikuwa anajifunza jinsi ya kufanya utangazaji wa mchezo wa mpira wa miguu. Anasema kuwa alivotinga pale Radio Jambo, Diblo wa Kaberia ni mmoja wa wale ambao waliwajibika kuhakikisha kuwa Arocho wamemnoa katika ile hali ya kufanya matangazo ya mchezo wa mpira wa miguu. Sasa kwenye video hii akasema kwamba watu wasiogope, wahakikisha kuwa tumemfanyia chango bingwa huyu ama tumemfanyia chango familia yake, na vile vile tumefika katika sehemu husika kuhakikisha kuwa tumempa mkono wa buriani, yani ile hali ya jamaa kufanyiwa maziko. Alafu vile vile pia kulikuwa na video moja ambayo ilitembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii wana TV ama Radio 47, Hassan mwana wa Ali, Tony Kwalanda, Arocho na mtoto wa kike pale wakiongea kuhusu jinsi mambo haya yalivyoanza. Kwa hiyo ningependa tumfanyie mchango ama tufanyie mchango familia ya Diblo wa Kaberia kuhakikisha kuwa bingwa huyu amepata kile ambacho tunachokita befitting send off. Alafu baadaye pia utadondosha comment yako hapo chini uniambie unajisije kutokana na hizi lawama ambazo zinatembezwa kwenye mtandao wa kijamii zikisema ya kuwa mwajiri wa Diblo wa Kaberia ambaye ni Radio Jambo walimfanyia dhulma kubwa zaidi bingwa huyu. Kwa maana wakati huu ukiangalia vizuri unapata kama mambo yako wazi zaidi. Hii video ukiangalia aise unamuonea huruma. Jamaa ni kama kiafya hakuwa vizuri, lakini ni kama alikuwa analazimishwa kufika katika sehemu husika na kufanya matangazo ya mchezo wa mpira wa miguu. Video hii baada ya kukuwa posted, kuna wengi ambao wametoa reactions zao. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Stefano Adongo, anasema the guy was sick and frail yet the management of Radio Africa KE didn't see that. Maumbo nyinyi. Alafu akawaonyesha kidole cha kati. Anozo Biroto anasema but si poa, yeye alikuwa na option kwani ni lazima angeenda hii job. Nick Obege akasema Radio Jambo Kenya, you have a sad missed call in human. The guy is evidently ndio struggling. Rick M anasema you can hear his
weak voice. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Sam Anda anasema hakuna hata maji, yani maji ya kunywa. AZ Sports anasema sad, rest in peace. The Godfrey okay anasema forever a legend. Shilisi anasema this is sad. Alafu Amos Pacific anasema gutted. Tony Ondijo akatag Radio Jambo. Sasa huu ni ujumbe ambao ulipandishwa kwenye mtandao wa kijamii na jamaa huyu ambaye anajulikana kama Ligorach. Sasa ni video ya takriban dakika kadhaa hapo. Sasa alikuwa anafanya matangazo ya mchezo wa mpira wa miguu. Huu ulikuwa ni mchezo kati ya Barcelona na Real Madrid, El Clasico match tarehe 10 Mei. Sasa ukiangalia vizuri, aise, unamuonea huruma ya kupitiliza kwa maana jamaa ana struggle hapa. Sasa huu ni ujumbe ambao umepandishwa hapa. Sasa ningependa kujua unaichukuliaje issue hii nzima, kwa maana opinions are divided. Kuna wale ambao wanamshtumu Arocho na kuna wale ambao pia wanamuunga mkono. Alafu kuna wale ambao pia wanawaunga mkono wana Radio Jambo kuhusu hii issue nzima. Nilitembelea kile ambacho tunachokita comment section kwenye YouTube channel ya Habari 254 TV baada ya kufanya makala kadhaa za issue nzima ama bifu ya jamaa huyu ambaye anajulikana kama Gidi, ambaye ni mwanahabari ambaye anawajibika pale Radio Jambo, na vile vile Arocha ambaye anawajibika TV 47, na opinions zilikuwa divided. Kuna wale ambao walikuwa napinga, wengine wanaunga mkono, wanasema kuwa hii issue nzima aise hawajamfanyia vizuri mwenda zake. Hapa kulikuwa na comments kadhaa ambazo zilidondoshwa na nyinyi ambao mnafuatilia kwa karibu zaidi TV ambayo inakuwa kwa kasi zaidi nchini Kenya, ite Habari 254 TV. Mlikuwa mnaongea, mnatoa maoni yenu kuhusu hii issue nzima. Sasa niruhusu nisome baadhi ya maoni yenu hapa kwenye hii channel ambayo inajulikana kama Habari 254. Huyu ambaye anajulikana kama Elisha anasema I have watched Diblo and I can see he might have been battling throat cancer or lung cancer. Alafu kuna wale ambao wakamjibu hapa. Huyu anajulikana kama Okinyo anasema sawa daktari. Alafu Rank anasema I said he might. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Kennedy Omondi anasema Arocho seems to be having a beef with his former employer. If the guy was mistreated, he should have left Radio Jambo a long time ago. Arocho, you should style up, useless. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Storyline Kenya anasema it is not that Arocho is a foreigner to Radio Jambo. He was there too for a long time and the truth might be there as part of the reason why he left Radio Jambo. Arocho, again, you cannot force a friend to switch with him to Radio 47. Probably he tried but his friend told him no. Personally, I started listening to Jambo because of Arocho and Diblo during sports commentary. Sasa hapa ndio mahala nilikuwa nakuambia pale ambapo Kenge atakuwa ametoka majini na kukuambia ya kuwa ama kukuhadisia kuwa mamba anaugua, hauta doubt zile habari ambazo umepewa na Kenge, kwa maana Arocho aliwahi fanya kazi pale Radio Jambo na anajua fikisu ama vitu vingi ambavyo huwa vinafanyika katika sehemu husika. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Okinyo anasema if you are using Kiswahili please use Kiswahili. What is ndinga? Anajaribu kuuliza hapo, yaani anajaribu kutufunza Kiswahili. Jerry anasema rest in peace Dibla, used to be his fan since I was in primary. Rebi Ruby Buzi anasema kwani Arocho alitoka Radio Jambo? Bana, Arocho alitoka Radio Jambo kitambo zaidi. Wakati huu anapiga mishe zake pale TV na Radio 47. Meka Naika anasema unajirejea sana bro, but kazi nzuri. Asante bro. Tutarekebisha mambo mengi hapa kuhakikisha kuwa tumewaletea burudani na vile vile tumewatendea haki. Mwingine hapa anajulikana kama Tash Musi anasema I never knew Gidi can be this low. Unajua Gidi ni kama alikuwa anajaribu kumtusi Arocho kwa kusema kuwa Arocho ni school dropout. Mwingine hapa anajulikana kama Michael The Vision anasema Arocho is the one who started it. Alafu Dennis Yepa anasema Gidi is right, huyu Arocho akili alienda ama ilienda off. Sasa ni baadhi tu ya wale ambao wanadondosha comment zao hapa
kuonyesha ghadhabu zao kutokana na history ya wanahabari wa kupigwa mfano ambaye alituacha, anajulikana kama Diblo wa Kaberia. Kwa hiyo kuna fundraiser ambao unaendelea wakati huu kuhakikisha kuwa tumempa befitting send off huyu jamaa ambaye alituheshimisha na vile alitupa burudani pale Radio Jambo, bingwa ambaye anajulikana kama Diblo wa Kaberia El Mago. Kwa hiyo tuhakisha kuwa chochote ambacho uko nacho hakisha kuwa umedondosha pale, ndi angalau tupate kuwapo wepesi familia kwa ujumla wa Diblo wa Kaberia. Lakini kuzikwa kwake utakuwa tarehe 6 mwezi ujao kule maeneo ya Meru. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile kushare kwa wale ambao wako kule magetoni, vijiweni na mitaani. Usisahau kumjuza wana kuhusiana na channel hii ambayo inakuwa kwa kasi zaidi. Ite The Habari 254 TV na Bonga Tube Media. Sasa Habari 254 TV na Bonga Tube Media ni kampuni wahid, kumaanisha kampuni moja. Hakisha kuwa umesubscribe, umelike na kushare, alafu drop comment yako hapo chini angalau tupate kujua unajisije kutoka na hii issue nzima ya Diblo wa Kaberia, na vile zile lawama kibao ambazo zinatolewa na Arocho kusema ya kuwa mwenda zake alidhulumiwa na mwajiri wake ambaye ni Radio Jambo. Kwa hiyo ni The Habari 254 TV, Bonga Tube Media. Shukran jiddan, marhab habib, tunawapenda zaidi. Diaz tisha watu na chenga za mwili kule Brem Diaz. Lisa Junior Giza mpaka tena ngora pasana kule, lakini yuko macho sana kule mchezaji Gerard Martin. Kumbuka kwa watu ambao ni watu wa form, ni watu wa maana sana, leo lazima mkule pesa mpaka mchoke. Ukubonyeza star 889 ash. Mambo yuko sawa sawa. Kona kuelekeza lango la timu Madrid. Barcelona ziliwe radhi. Anatoa. Lango Barcelona tena kule. Bao liko ndani lakini offside. Aya. Mchezaji Vinicius Junior kwa shapata bao msikizaji. Lakini alikuwa amezidi. Ana Barcelona kama anataka kumleta Vinicius, hapana, Rafinha. Makonde TRK anasema Real Madrid watamaliza. Dakika 60 za mchezo. Rashford, Olmo wako nje. Naingia Rafinha. Yuko Rafinha na De Jong. Mambo atakuwa nakamilika namna gani? Kwa sasa kikombe kiko katika mikono ya kapteni wa Barcelona. Ndio. Sijamuona sana mchezaji Joao Cancelo. Ndio namuona wakati wa foul. Vinicius Junior anakwenda kula, Vinicius Junior kipa anakwenda kuna kataa. Wanapiga kipa chenga pale.
Kwa ameachwa na mchezaji mzembe Gerard Martin. Akatokwa. Hebu kupiga kipa kanzo ile. Kipa kagusa mpira ule. Ya touch ya kwanza pale. Mchezaji Rafinha anapoteza mpira. Anza kule vipa kutoa. Kuna vichwa pale wachezaji wawili. Chukua mchezaji ambaye Barcelona hawa. Sio ajabu wanang'ang'ania mpira mmoja, wachezaji wawili wanaangushana. Diaz anapiga mtu nyuma kwa Diaz. Anakwenda kula Diaz. Good defending pale Gerard Martin. Bado Barcelona mawili, Real bila. Dakika 65 anacheza mchezo wa La Liga, mchezo wa El Clasico. Hakuna kitu kitamu duniani kama kumfunga mpinzani wako mkubwa na kuweza kupatiwa kikombe siku hiyo. Inakuwa ni tamu sana. Kwa mfano wakati Arsenal anacheza na Manchester City, watu wawili wanaonea taji, mmoja anamfunga mwenzake, inakuwa ni halo kweli. Kwa hiyo leo iwapo Barcelona anamtandika mpinzani wake Real Madrid, haitakuwa ni kombe peke yake, pia itakuwa ni revenge. Manake mkondo wa kwanza Barcelona walipoteza kwa Madrid 2-1. Mapema kabisa mechi kama ya 10. Madrid wakashangilia kama kwamba ni mabingwa wa kushinda mechi hiyo moja. Leo basi wacha tuone kama revenge itakuwa inafanya kazi sawa sawa. Robert Cheru yote akiwa maeneo ya wapi? Kericho anasema yuko sawa sawa. 101 FM iko safi. Lavenda 07 kama tegea mpaka mwisho. Hao ni marafiki katika Facebook. Diblo Kaberia El Mago. Haya, anakwenda kule Fermin. Toa pasi. Wakati Rafinha anagusa mara ya kwanza, Rafinha anapelekwa chini, refa anasema vipi? Leon Tukwani foul kuelekeza lango la Barcelona. Kutoka Sabi Tyler K anataka salamu, pokea salamu Tyler. Toka Kiveka Kiganjo yuko live. Shabiki wa Arsenal Jacob Marindi. Diaz na chenga zake za kubahatisha poteza mpira ule. Barcelona tafuta bao la 3 lakini pana kufanya mambo mengi pale. Mchezaji kwani Pedri na mpira mbovu leo. Mpira mbovu kulikweli leo Pedri. Ana mambo mengi, Nesta mambo ya kitoto. Nadhani angekuwa machua kidogo, Barcelona angekuwa anaongeza magoli mengi. Anafanya vitu vya kufurahisha mashabiki lakini yote inakwenda fyongo. Ni wale baadhi ya wachezaji ambao wanapenda kupigiwa makofi kama nyota wa mchezo. Mtu jionyeshe. Kona kuelekeza lango la timu ya Real Madrid. Kumbuka kunakuwa na lunches. Kunakuwa na lunch katika mchezo kati ya Barcelona na Real Madrid. Kabla ya mechi kunakuwa na lunch inaandaliwa na wakuu wa klabu, mapresident wote wawili. Laporta Barcelona amwalika Perez wa Real Madrid lakini Perez amekataa kufika. Utafikaje wakati timu yako inakwenda kuyumba? Taambia watu kitu gani unakwenda kuona timu yako ikinyanyaswa? Lakini football huwezi shinda pasipokuwa na mpinzani. Anyway, watu wa kubonyeza star 889 ash kuna pesa. Nasikia kikapu kimeongezwa tena. Imesemekana hii mechi ni kubwa sana. Watu wanastahili kushinda pesa mingi, sio 24,000 kama vile Mrembo ameshinda hapo 24,000. Kwa hiyo wale ambao wanacheza kuanzia sasa mfuko unajaa. Unacheza star 889 ash. Wewe chagua timu moja, chagua box moja ama uchague zote. Ukipata congratulations zitakuwa ni nzito kama gunia nzima ya pesa.
Tuangalia kabumbu sasa. Wakati Barcelona tafuta bao lingine, lakini lazima watapunguza bugudha nyingi, watapunguza mihemko mingi Barcelona. Hasa wachezaji wake viungo kina Pedri wana mambo mengi ambayo isaidii. Ingekuwa ni kupiga pass. Mambo ingekuwa angalau tunaona vitu. Lakini wakati unapata mchezaji ataka kuonesha vitu ambavyo vifaidi wachezaji timu nzima, wakati mwingine inakuwa ndio Barcelona anaongoza magoli mawili ambayo anastahili kuwa manne. Wakipunguza virutubisho ambavyo haviingiani kwa wakati ambao unafaa. Kama Vinga kwa nje anaingia Pitach. Kama Vinga yuko nje. Tunapoingia dakika 70 za El Clasico. Gerard anza kule, kipa Garcia anaminya mpira ndani kutoka wenzake ambaye amegeuka. Nani wewe hajageuka? Barcelona kazi yao ni kuchenga ambazo wanabahatisha baadhi ya viungo wake. Ingekuwa ni kupiga pasi, ingekuwa tamu.